Mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni Machi 8, siku ya Jumapili. Mada inasema kuwa na mtazamo wa mbinguni. Somo wa Kolosai sura ya 3 aya ya 1 hadi ya 4. Ni hali gani ambayo Paulo anaielezea kuwa ya lazima kwetu ili kuwa na mtazamo wa mbinguni? Unadhani hilo linamaanisha nini? Kutokea katika kilele cha mlima, inawezekana kutazama mandhari kubwa inayokuzunguka. Tangu nyakati za kale, milima imekuwa ikitembelewa na wale wanaotafuta uzoefu wa karibu na Mungu. Tazama Zaburi ya 121 aya ya 1 na ya 2. Hata milima inayotengenezwa na wanadamu, inayoitwa minara ya kale yenye ngazi, iliyotumika kama mahali pa ibada, imejengwa na wapagani kwa kusudi kama hilo, ili kukutana na miungu. Cha kuvutia, mji wa Uru ambao Abrahamu aliitwa atoke, ulikuwa na mnara mkubwa sana uliotumika kama mahali pa ibada, unaoonekana kutoka umbali wa maili nyingi. Lakini kubadilisha mwinuko wa mtu peke yake kamwe hakuwezi kumsogeza mtu yeyote karibu na mbingu katika maana ya kiroho. Juhudi za kibinadamu kamwe zisingeweza. Badala yake ni kwa njia ya muujiza wa neema pekee ambapo tulikufa pamoja na Kristo na kufufuka pamoja naye, kunakoelezewa kisitiari na ubatizo. Wakolosai 2:12 na 13. Ndipo tunaweza kuwa karibu zaidi na mbingu. Ona kwamba tangu mwanzo wa Wakolosai 3, msisitizo unaorudiwa juu ya yale yaliyo juu, yaani yale yaliyo mbinguni, yaliyo juu, Kristo aliko, yaliyo juu, pamoja na Kristo katika Mungu, pamoja naye katika utukufu. Wakolosai 3 ya 1 hadi ya 4. Kwa hakika kuna mengi katika maisha ya Kikristo ambayo ni magumu kueleza. Mtu anawezaje kufa na kufufuliwa wakati kwa jinsi inavyoonekana yeye ni mtu yule yule na hajawahi kuwa na uzoefu huo wa uzima na mauti? Kuna mengi ambayo hayaeleweki kwa akili ya kawaida bila kuongozwa na Roho Mtakatifu. Lakini kwa wale wenye mtazamo wa kiroho, kwa sababu wamepokea moyo mpya ulioahidiwa na Mungu na kuifia dhambi na kufufuliwa pamoja na Kristo, ni uhalisi wa kweli. Kama vile wimbo ulivyothibitishwa, hivi ndivyo nijuavyo, yu hai ndani yangu. Hata hivyo, Paulo anatoa amri hizi kwa sababu kuna hitaji la kudumu la maisha haya ya kiroho kufanywa upya. Tazama Wakorintho wa pili sura ya 4 ya 16. Kwa kweli, tunaweza kuasi na kupotea, na kamwe hatuko salama dhidi ya majaribu katika maisha haya. Kwa hiyo ni lazima tuchague kila siku kutafuta yaliyo juu. Wakolosai 3 aya ya 1. Uzima wetu wa milele umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Wakolosai 3 aya ya 3. Lakini udhihirisho wa nje wa maisha hayo utafichwa. Mawazo yako yako wapi? Kwa kawaida juu au kwa kawaida chini? Ikiwa ni la mwisho, unabadilishaje mwelekeo wake? Mungu atubariki sote.